Niliwaambia Mondi akija dunia itasimama, ishaanza kusimama. Mambo lele. Nenda kwa Sasa mzima. Mzima mzee wa Ngenga hapa, unazungumza na Abdalla Mensa kutoka Maka TV. Niambie. Tumeona leo umeposti kwenye kurasa zako za mitandao ya kijamii video ambayo ina dakika 1 na sekunde kadhaa ukieleza namna ambavyo umefurahishwa na Diamond Platnumz Simba alivyoachia kibao chake kipya ambacho kiko katika mfumo ya kibao kata. Lakini katika kibao hicho ukaeleza kwamba unaogopa hata wewe kuachia nyimbo yako mpya ya miondoko hiyo ya kibao kata ukihofia kumezwa na Simba. Hebu tueleze kwa kirefu zaidi. Hapa sasa unapozungumzia Mondi inaweza kushindana naye mimi. Mimi si kushindana na Mondi. Mondi ni mwanamuziki mkubwa kuliko hata sisi. Mondi ana watu wengi, ana watu kikubwa, ametanuka kimuziki kuliko hata mimi. Hivi Mondi atambulishe wimbo na mimi nitambulishe, nani atakayesikiliza zaidi? Ni Mondi. Kwa hiyo sikuongea kwa maana nyingine tofauti. Nimeongea kwa sababu Mondi ni msanii mkubwa, siwezi kupambana naye kwenye kutoa nyimbo pamoja. Umeonyesha kufurahishwa kwako kwa yeye kuja kwenye miondoko hiyo ya kibao kata. Unafikiri kwa hatua hiyo ya Mondi kuingia kwenye muziki wa kibao kata sasa ambapo ndo wimbo wake wa kwanza huko kwa miondoko hiyo, unafikiri hii ni namna mojawapo ya mapinduzi katika muziki huo? Mimi naona unazidi kwenda mbele. Yaani muziki hapo unazidi kutanuka zaidi. Maana yake kibao kata ni mimi, unanipata mimi na Kivulandi. Lakini maana yake kama mtu kama Diamond msanii mkubwa Simba akija kufanya kitu kama hiko, basi ujue muziki unatanuka huo. Maana wengine watatamani kufanya. Kwa hiyo muziki utakuwa kama ilivyokuwa Bongo Flava, ilikuwa ni watu wachache tu. Tulikuwa tunajua kina Dully Saxi, Manecha, lakini sasa kuna watu wengi wanakuja mpaka kina Diamond kuja kufanya mapinduzi ya muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo na kibao kata ni hivyo. Mimi nimefurahi, nimefurahishwa sana kwa sababu najua muziki unatanuka na ndio riziki zetu zilipo. Kwa hiyo ukipata track kubwa maana yake utatanuka kwa kutapaka kimataifa. Mimi nimefurahi sana, nimependa mno. Unapozungumzia jina la Hassan Ali, Mr. Pendapendwa, mzee wa Ngenga, ni jina kubwa ambaye umefanya kazi na watu mashuhuri hapa nchini kama Bibi Adija Kopa, Saba Muchacho na wengine wengi tu. Unapoonyesha kuhofia wasanii wengine ambao wako nyuma yako, unawajengea picha gani? Kuhofia vipi? Unahofia kutoa nyimbo yako ukimhofia Simba kwa sababu umesema pale kwenye video yako kwamba hatuwezi kufanya mapambano. Simba yeye sio mwimbaji wa kibao kata, yeye mwimbaji wa Bongo Flava. Yawezekana pengine nikatoa mimi pia ya kwangu ikasikilizwa. Umeona? Kwa sababu Diamond amezioleka kwenye kibao kata, wacha tumpe nafasi naye atanuke nayo. Aje kwenye kibao kata kama alivyofanya, tuamwachie nafasi atoe wimbo wake uje ufanye vizuri. Sababu kuna muda atakuwa tupewe na stopiane nafasi. Hata show hizi za kwenye kumbi, iko huyu anapiga magomeni mapipa, huyu anapiga magomeni 10, ni kuharibiana biashara. Kwa hiyo mtu anapotoa kitu asikilizwe, atoe kitu chake, mwingine aje afanye kitu kingine zaidi kizuri kama iko. Kwa maana hiyo yani kupishana ni kuzuri kibiashara kuliko kupambana. Kwa faida leo natoa hii ya sababu kibao kata chote kimoja, atoe huyu atoe na yule kwa pamoja, watu wanasikiliza wapi, wanaacha wapi. Lazima kuwape mashabiki pia wasikilize kitu baada ya kitu. Kwa faida ya mtazamaji wa Maka TV, mzee wa Ngenga, umetuonjesha pale radha ya nyimbo yako hii mpya ya kibao kata. Utayachia lini sasa? Nasubiri bado kidogo. Na inakwenda kwa jina gani? Tate Juma. Okay. Na kazi kabisa umefanya na studio gani, labda watu watataka kujua? Na pale nilipofanya udugu wangu. Okay. Kwa Bob Brahma. Na Bob Brahma record Mabibo. Na kuna vichwa vingapi humo ambavyo umevishirikisha? Mimi ni kuna wimbo ambao nimeimba na Adija Kopa na wimbo wangu mwenyewe. Huu ambao nimetoa sasa hivi nimeimba peke yangu. Asante sana. Labda kuna watu nimewashirikisha kwenye chorus kama mdogo wangu Bayo na wengine. Niliwaambia Mondi akija dunia itasimama, ishaanza kusimama. Mambo lele. Nenda kwa Madango Wenga huko.
Nenda kwa Madangwenga, mama Dangote, mama dunia, mtu na nusu, mtu na utu wake, udogo wake na mzee wa Ngenga. Nenda kasikie kitu kutoka kwa Diamond Platinum, Simba Dangote, mtoto wa mama Dangwenga, ujarogo sio shida zako ushavuka. Mafula mwenye usofu kuna kazi yana mwaka wake, bado sana. Wewe wenzako waolewa uolewi kwani? Unaila moja usemi na majirani, na ila ya tatu kiombwa ufanani dada, na ila ya 4 wakojo wa kitandani we. Kanjenge kibanda kwetu weo, kanjenge kibanda kwenu wataniua. Mondi jamani, Mondi kaua huko. Mondi yuko lele, Mondi yuko bwaju, Mondi yuko tirira. Kibao kata hicho kinaenda mbele, dunia nzima itajua Mondi Simba tena jini lifanya balaa. Jini langu lishafanya balaa huko. Na mimi kijimbo changu waka nakiweka pembeni kwanza mpaka amalize bwana Simba. Tate Juma nipigie mdundo nataka uka. Sijakupa habari za mita zilizopita. Kuna chuchu ya pasua sidiria yatakatoka. Niache we mume wangu usinikere. Kama kwenu waume wanatabu kwetu watele. Nimechoka muogo wa ng'ombe nilishe nile ala naumia. Mama naumia. Kama ni mke wa pili oae.